Said Issa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Said Issa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka 13. Ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kuraise hoja yoyote kuhusiana na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhulumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Komu ni muasisi wa chama kama tulivyosema, amekuwa mwenyekiti wa bodi, na kwa maana hiyo bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Komu ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. Tulichaguliwa tarehe 21, kufika mwezi wa 3 wakamkamata mwenyekiti. Ina maana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu, na sasa leo unaweza kusema ni takriban miezi 4 na sehemu tuko kwenye uongozi. Tangu tuingie madarakani hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution, labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha mgao ulivyokuwa unaenda. Kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar inaenda vile vile, kama ni mgao uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Said Issa Mohamed, alivyokuwa Mama Maulida Komu na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbowe. Sana tulichofanya, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar huku bara na akawa analitumia huku, sisi tumeamuru, uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar, litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku, aliyekuwa wa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa